Nimekwambia ujio wa Peter Shalulile ushachanganya watu. Yeye ndo sababu. Kwani mwaka jana mpaka ligi tunamaliza walikuwa wanapigana? Katiba ilikuwa haijatoka? Si ilitoka? Kwa nini baada ya utambulisho wa Peter Shalulile tu ndio wengine wanasimamia katiba, wengine haiwezekani? Ujio wa Peter Shalulile, haya malumbano wasimame. Kwa nini? Hakuna timu tumewafunga kukosa kulalamika. Kwa hiyo wake tusije kuwafunga tena tarehe 12 wakasema walikuwa na mzozo. Mzozo kwanza wasimame, wawe pamoja mpaka tumalize tarehe 12. Tukishamaliza tarehe 12 bado mmoja tishio barani Afrika, kiboko ya Waarabu. Watu wanasema hivi kwamba Peter Shalulile tayari muda wake umeshakwisha. Yaani yule alikuwa mkali lakini zamani Young Africans amekuja kuchukua mafao yake. Sisi tushazoea wachezaji wengi wakija Yanga kwa wakiambiwa kuja kuchukua mafao. Hilo wakishaondoka Yanga wao wakiwasajili wanawaita vijana. Kwako wewe unaona nani kama ana mashiko fulani hivi? Ukisema sio mashiko, nani mwenye haki? Hizi timu zina wanachama. Hizi timu ni za nani? Za wanachama. Kwa hiyo wewe unamkataaje kiongozi aliyochaguliwa na wanachama? Na tajiri kampa watu 4. Si ndio? Kwa maana watu 4 watajiri ndio kaenda nao katika kuwachagua. Sasa huyu mwenzangu na mimi katika watu waliochaguliwa yeye hayumo. Hapo shida ni nani sasa? Shida si hayumo. Umechaguliwa na nani? Yes, mwenyekiti wa bodi kuu. Katiba mpya za hizi vilabu hakuna bodi. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas. Nasoro Yanga jana mmeamua tukeshe, ndugu zangu. Ndio kawaida yetu. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kufika siku ya leo. Na jana tulifanya makusudi kwa sababu mara ya kwanza Peter Shalulile alivyotambulishwa na Young Africa, wengi upande wa kikeni walikuwa wanasema wamedanganywa. Mbona tukeshe sasa? Sio upande kesha kwa kweli. Maana watu walikuwa wanasema wamedanganywa. Sijui kwa ajili ya uchaguzi. Kwa hiyo ndio maana watu waliacha kwanza uchaguzi upite, alafu Peter Shalulile aje kuitubia Tanzania. Na mmefanikiwa kwa kiasi gani kumtambulisha Peter Shalulile? Kwanza sisi tulichofurahi jana Dar es Salaam na Tanzania mzima watu hawakulala. Walikesha. Na hii kuwakeshesha watu kwa wachezaji wakubwa si tushazoea. Watu walikesha kwa Stefano Aziz Ki, watu wameenda kukesha kwa Peter Shalulile, na bado utambulisho wa mwisho watu watakesha. Tena. Si bado mmoja. Tishio barani Afrika, kiboko ya Waarabu. Watu wanasema hivi kwamba Peter Shalulile tayari muda wake umeshakwisha. Yaani yule alikuwa mkali lakini zamani Young Africans amekuja kuchukua mafao yake. Sisi tushazoea wachezaji wengi wakija Yanga kwa wakiambiwa kuja kuchukua mafao. Hilo wakishaondoka Yanga wao wakiwasajili wanawaita vijana. Sisi tushazoea hayo na wala sisi tutashiki nayo. Uzuri wa Peter Shalulile, yeye akasema akisikia dabi nywele zinamsisimka. Uzuri wake anaitamani dabi na anaomba awemo. Sasa kama mtu anambeza basi tutaenda kuonana tarehe 12 sio mbali. Na uzuri wa mwalimu anamjua Peter Shalulile, na Peter Shalulile jana kaiomba dabi. Kama Peter Shalulile kaiomba dabi na wanaombeza, basi twende tukakutane Unguja. Mbona mapema sana jamani kuiomba dabi kwa Peter Shalulile? Anajiamini. Mchezaji mkubwa hana player anajiamini. Mchezaji mkubwa lazima ajiamini, na ndio maana kaiomba dabi. Kwa sababu kuna mabeki mule kacheza nao anawajua. Unaelewa? Kuna mabeki mule kacheza nao anawajua, ndio maana kaiomba dabi. Mimi namuomba mwalimu ampe nafasi ya dabi. Acheze. Sikaomba. Anakuambia kumbe Peter Shalulile alikuwa anaifuatilia sana ligi yetu. Anasema ligi yetu anaijua. Na dabi anaijua kama ipo dabi. Na anajua mashabiki wa Yanga kwa kuipenda timu yao. Sisi tunamwambia sio sisi tunaipenda timu, na yeye tunampenda. Na mpo naye mpaka mwisho. Tunaye na tunatamba naye. Mimi namwambia kwanza Yanga tuna falsafa moja. Hata ukikosa goli sisi tunakushangilia. Sio shida zetu. Sio shida. Sisi tumeona Prince Dube. Prince Dube alikuwa kipindi anapitia wakati mgumu. Sisi tulikuwa naye na kipindi kizuri tulikuwa naye. Tunamwambia
Peter Shalulile umekuja kwenye timu ya wananchi. Umeona upokeo jana wa wananchi. Jana umeona upokeo wa wananchi. Sasa pale sio mechi. Pale wameenda kumpokea Peter Shalulile. Tutaenda kukutana naye uwanjani, tutaenda kukutana naye siku ya kwanza, siku ya Mwananchi Day. Ndio atajua kama Yanga wakiamua jambo lao wakoje. Na mashabiki sasa hivi wanaanza kugawanyika kwa upande wa pili. Wapi? Yangu ndugu yangu. Unaona anaendelea mjini. Baada ya Peter Shalulile kufika, viongozi wa Simba akili zimeruka, waelewani. Nimekuambia ujio wa Peter Shalulile ushachanganya watu. Yeye ndo sababu. Kwani mwaka jana mpaka ligi tunamaliza kwa wanapigana? Katiba ilikuwa haijatoka. Si ilitoka. Kwa nini baada ya utambulisho wa Peter Shalulile tu ndio wengine wanasimamia katiba, wengine haiwezekani? Ujio wa Peter Shalulile umewafanya viongozi wa Simba mpaka leo hawaelewani. Nakwambia tuliona hapo waliitisha presi ya wanachama wakiwa Magoli pamoja na Mangungu na wanacheka wanagongeana tano. Tokaje Peter Shalulile wanao wanacheka? Kulikuwa pamoja. Hawacheki. Ujio wa Peter Shalulile Magoli na Mangungu hawaelewani. Ujio wa Peter Shalulile. Lakini wewe kama mtu wa mpira Nasoro, umesikiliza hoja za Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club, lakini pia umesikiliza hoja za Magori, yeye kama mwenyekiti wa bodi ya wadhamini kule. Kwako wewe unaona nani kama ana mashiko fulani hivi? Ukisema sio mashiko, nani mwenye haki? Hizi timu zina wanachama. Hizi timu ni za nani? Za wanachama. Kwa hiyo wewe unamkataaje kiongozi aliyochaguliwa na wanachama? Sio? Yaani sawa sawa Yanga Afrika ina wanachama. Wanachama si washampitisha Engineer Hersi. Kwa hiyo leo Engineer Hersi aongea, mimi nije kumpinga kwamba hayuko sahihi kwa mujibu wa katiba. Eti tena unaongea kabisa hayupo sahihi. Wewe nani? Umechaguliwa na nani? Yes, mwenyekiti wa bodi kuu. Katiba mpya za hizi vilabu hakuna bodi. Wala alikuwa anakaa kwa nani tu. Ujue jana nimemsikiza vizuri Lage. Ujue asubuhi nilipomsikiza Mangungu nikamsikiza Magoli nikawa siwaelewi. Hila wanaomwamini wana Simba Ismail Aden Lage. Maana hakuna mwana Simba asomwamini Ismail Aden Lage. Ismail Aden Lage anasema Mangungu ana haki. Anasimamia katiba. Na kaenda mbali Ismail Aden Lage anasemaje? Yaani bodi ilikuwa ipo mpaka leo kwa busara za Mangungu. Okay. Kwa haikustahili sasa kwa pale. Maana katiba mpya ilipotoka 2026 pale pap awamu. Na uzuri kama umemsikiza vizuri Mangungu anakuambia kikao alichokifanya yeye aliongea na tajiri. Sasa aliongea nini kama bodi haijui? Na tajiri kampa watu 4. Si ndio? Kwa maana watu 4 watajiri ndio kaenda nao katika kuwachagua. Sasa huyu mwenzangu na mimi katika watu waliochaguliwa yeye hayumo. Kwa hapo shida ni nani sasa? Shida si hayumo. Shida hayumo, kwa hiyo mipango yake itakuwa hakuna. Lakini kuna mashabiki wa Simba wanaimba wamtaki Mangungu kwa hiyo yote yatokee. Mashabiki wamegawanyika. Yes. Na pili hizi timu waziangalie ushabiki kipindi hichi. Ikifika kipindi cha katiba wanaangaliwa wanachama wa Simba. Okay. Na Simba hakuna mwanachama kijana. Wanachama wote ni wao? Ukimpata mwanachama wa Simba na miaka 25 na kugefa 50 hapa. Wanachama ndio kina Kisugu, wao ndio wanachama. Wanachama wazee. Kina Kisugu. Na wazee jana wamesimama, wameongea, wamesema hapo pamoja na Mangungu. Sasa wampigia kelele unakuja kusumbua wazee, wapiga kula. Kwa kina Kisugu hawatambuliki kama wao ndio wanachama. Shehe wangu JB 64. Miraji mara moja. Mzee Saidi. Mzee Masatu. Wakiwa na kadi ya Simba njoo nichape bakola. Hao piga kelele. Kuna wengine tu. Si ushaelewa? Sasa ulisikia mpiga kelele na anaenda kutikisa uongozi. Wale tofauti na sisi. Kuna mashabiki wa Simba. Wewe jana juzi umeniona kwenye mkutano mkuu jana? Niambie lini mwaka gani umeona JB yupo kwenye mkutano wa Simba? Swala muda wataenda kwenye marekebisho. Sasa marekebisho si mpaka yafanyike. Sasa hivi wako ukipiga kelele shabiki tu anaweka kama bendera kibembea huku humo, kibembea huku humo. Hautambuliki na hautambuliki. Wewe utatambulika timu inavyocheza tu basi. Yaani ukiwa shabiki. Mimi tena nawahusia na mashabiki wengine upande wa Yanga Afrika. Kakateni kadi, msiwe shabiki uwe mwanachama. Yaani ukiwa shabiki, wewe utakuwa thamani
yako wewe kwenye timu inavyocheza, uje uwanjani ushangilie. Nasoro wanakwambia licha ya magombano yao yote, lakini tarehe 12 wao hawacheki na yoyote. Magombano ni kwa viongozi tu, lakini kwenye uwanja wanadumbia Victor Osimhen wa Dar es Salaam wa Tanzania. Sisi tuangalie dumbia. Sisi tunaenda kuangalia rekodi zetu. Na ameanza kufunga. Sisi tuangalie dumbia. Yanga inapata rekodi yake. Yanga imeenda kuchukua baki tu baki mara 5. Ngao ya Jamii kachukua baki tu baki mara 4. Kafungwa mara 1 na Simba. Sushelo. Yanga kachukua baki tu baki Ngao ya Jamii mara 4. Kafungwa mara 1 na Simba. Ndio nakwambia anakuja kufunga kwa mara kama mara 5 umeshinda mara 1. Kwa hiyo unaenda unakuwa na matumaini ya kushinda. Kombe wanatamba alichukua mbele yenu lile la Muungano. Kombe la Muungano ukichukua unaenda wapi? Si ndio hilo. Kombe la Muungano ukichukua umetoka Zanzibar umekuja Dar es Salaam, shughuli yako imeisha. Hivyo wewe nitajie mara mwisho kwenye ligi kuu Simba kafunga Yanga mwaka gani? Si ndio mwaka jana? Mwaka jana ligi kuu. Yanga kachukua baki tu baki mara 5. Sawa, kakutana na Simba mara 8, Simba hajashinda hata mara 1. 6 kapigwa 2 katoa sare. Sasa hizo 2 wanasema chupu sababu nyinyi mlivara jumba la maajabu ndio maana mkapata matokeo. Mimi uzuri wake nawaomba haya malumbano yao wamalize kwa. Wasimame. Amtaki upata cha kusingizia. Haya malumbano wasimame. Wasimame kwa nini? Hakuna tulivu tumewafunga kukosa kulalamika. Kwa hiyo na wake tusije kuwafunga tena tarehe 12 wakasema walikuwa na mzozo. Mzozo kwanza wasimame, wawe pamoja mpaka tumalize tarehe 12. Tukishamaliza tarehe 12, tarehe 13 waendelee na mizozo yao. Yanga bingwa msimu huu Nasoro. Sio bingwa tu, tunakaulia tunasemaje na mwakani tena. Sasa muone hata huruma wenzenu Mazami ananiu GSM walivyopanga GSM. Yanga ichukue baki tubaki mara 15. Kwa mara 10 tena. GSM. Gharibu Said GSM. Alivyopanga Yanga ndio kuchukua baki tubaki mara 15. Tushachukua mara 5 bado mara 10. Natishia amani kwa wenzenu. Na sioni mwakani kama wataenda kuchukua kwa usajili wa Yanga. Naona katika mechi 16 tu Yanga kashatangaza bingwa. Hii klipu iweke dadangu. Naona kwenye usajili wa Yanga mechi 16 Yanga anaenda kutangaza ubingwa. Kila la heri Nasoro. Asante. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.